تزمن صوفي الليل، تزمن صوفي الليل، تزمن صوفي الليل الليل تجي Maasini niliyochuma mengi nikiyasema, nisamehe ya Karima, wajatuma mwema. Maasini niliyochuma mengi nikiyasema, nisamehe ya Karima, wajatuma mwema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi zako rehema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi zako rehema. Kwako naegama ili nipate salama, kwako naegama ili nipate. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, kwa hakika leo tumelazimika tena kufika katika eneo hili kwa maana nyingine, kuangalia hali kama jinsi ambavyo ilivyo ya mafuriko katika eneo letu hili la Mvomero Turiani, ambapo mpaka sasa tunavyozungumza kaya ndio kama zinavyoonekanika zimebaki kuwa magofu, watu hakuna tena, lakini ndugu zetu wamepata hasara kwa kiasi kikubwa mno kwa kupoteza mali zao, lakini hali ya kiuchumi ndio imeshaharibika kwa kiasi kikubwa. Lakini pamoja na hayo pia tunajaribu kuangalia katika hali ya mazingira ya ndugu zetu kama hivi, ambao nimeona kwamba nikutane na viongozi wa misikiti ambayo ilikuwa imeathirika, zaidi ya misikiti mitatu ambayo mpaka sasa watu hawana sehemu ya kufanya ibada. Tunajaribu kuangalia kwamba wapi ambapo tunaweza tukajistiri kwa muda, ibada zikiwa zinaendelea na huku mambo mengine tukiendelea kujipanga nayo. Kwa hiyo kubwa ni kwamba tutaendelea pia kuwajuza na kuwafahamisha kwamba hali halisi iliyokuwepo ya ndugu zetu kwa huku Turiani kwa sasa ni watu ambao wanahitajia misaada, ni watu ambao wanahitajia kupewa faraja, kuwatembelea kila wakati. Mazingira yaliyokuwepo kwa Turiani kwa sasa ni magumu kiasi ambacho kimefikia kwamba hata makazi kwenda kupanga nyumba, gharama ya chumba kwa Turiani kwa sasa imeshakuwa iko juu. Chumba mpaka shilingi 50,000 kwa mtu wa kipato cha hali ya chini ataweza wapi? Kwa jambo ambalo linalosababisha mpaka sasa hivi mazingira ya Turiani tunayasema kwamba ni magumu. Lakini kubwa ni kwamba tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo wanayoendelea kuifanya ya kuhakikisha watu wa huku wanaendelea kupata faraja. Ewe mwingi wa huruma, nyingi zako rehema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi zako rehema. Kwako naegama ili nipate salama, kwako naegama ili nipate salama. Maasi niliyochuma mengi nikiyasema, nisamehe. Mimi ni mkazi wa Turiani, kwa majina naitwa Amini Hussein Juma. Ni mkazi wa Turiani, nimezaliwa, ni kwa mingine nimetembea, lakini nimekulia hapa. Kwa kweli kwa adha iliyotukuta tangia sisi tunakuwa, historia za wazazi wetu hii haijawahi kutokea. Kwa maana moja au nyingine
tunashukuru kwanza leo kujiwa na shehe wetu katoka alikotoka mkoani, kwa huruma zake ameamua kuja hapa na jopo lake. Mungu awajalie kwa hilo kwanza. Lakini kwa kweli kwa Tuliani tumepata mshtuko baada ya mto kupoteza njia yake asili, na kugeuza kwenye makazi ya watu ndiyo njia. Kwa hiyo mpaka hivi tunavyoongea tumeshapoteza misikiti karibu 3, nyumba za watu karibu 1000 hazina makazi tena, watu wamehamia kambini, na hivi wengi tuko kwenye kambi ya shuleni hapo, na familia zote baadhi tuko hapo, wengine wameshindwa kujishikiza. Kwa hiyo tunaomba serikali ya mama, kwa sababu ni sikivu na inapambana na kila hali, yanapotokea matatizo serikali huwa inakimbilia. Tunaomba na sisi serikali ya mkoa, taifa iweze kutuona wakazi wa Tuliani. Sina machache sana, ni mengi. Naitwa Isa Omar Mangapi, ni mkazi wa kijiji cha Kichangani, niko njia panda benki ya zamani. Tumekumbwa na janga la mafuriko kama hivi mnavyoona ndugu zangu, hatuna pa kwenda. Mimi ni bodaboda, familia inanitegemea mimi, kwa mama baba nani inategemea na mimi hapa. Vyakula, nyumba zimeanguka. Na hapo pia tulikuwa tunaomba msaada kutoka kwa serikali, waje tuangalie, na kama ikiwezekana tujengee hata magabilioni kuhusu kuzuia hii fujo haya maji. Nashukuru sana. Ewe mwingi wa huruma, nyingi za rehema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi za rehema. Ni kwako naegemea, ili nipate salama. Ni kwako. Faraja kubwa sana kujiwa na shehe wetu wa mkoa katika maeneo yetu ya Tuliani kutokana na hadha ambayo tukuta ya mafuriko. Shekhe, sisi tumepata adha kubwa sana katika eneo letu la Tuliani, kuharibikiwa na misikiti zaidi ya 3. Leo hii tuko hapa pembeni ya barabara tumesimama, hili ni eneo ambalo tunafanyia ibada, na vile vile shehe wetu wa mkoa amekuja, tumempa malalamiko yetu ili aweze kutusaidia. Tumepata eneo ambalo linahitaji milioni 15 ili tuweze kupata kujenga msikiti kwa ajili ya kufanyia ibada. Sasa hivi kila mtu ibada anafanyia nyumbani kwake. Siku za Ijumaa ndio huwa tunakusanyika hapa na kufunga maturubai na kuweza kujadili yale ambayo yanahusu swala la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu wa hali na mali ili tuweze kufanikisha zoezi letu, ili Allah wafanyie wepesi, aibariki safari yenu. Karima wanyala yatumwa mwema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi za rehema. Ewe mwingi wa huruma, nyingi za rehema. Ni kwako naegemea, ili nipate salama. Ni kwako naegemea, ili nipate salama. Lini wanitetema, nitetema, ipi nitakalosema, kalosema. Lini wanitetema, nitetema, ipi nitakalosema, kalosema. Yo siku ya Kiyama, yo siku ya Kiyama, yo siku ya Kiyama, ile yako ya Karima. Yo siku ya Kiyama, yo siku ya Kiyama, yo siku ya Kiyama, ile yako ya Karima. Ewe mwingi wa huruma, nyingi za rehema. Ewe mwingi wa Watukufu ndugu zanguni, tupo leo katika maeneo haya ya Tuliani, wilaya ya Mvomero, katika mkoa wetu wa Morogoro. Lengo, nia na makusudio ni kwa ajili ya kuja kutazama hali ilivyo kwa ndugu zetu wa Mvomero. Kama tunavyojionea, hii ni nyumba yetu ya ibada, ni msikiti wetu huu, tena ndio msikiti mkuu wa wilaya ya Mvomero. Hali ndio imeshafikia hatua kama hiyo. Imefika hatua kule katika chumba cha wakina baba ndio wanalazimika kuswali wakina baba pamoja na wakina mama, wametenganisha kuta. Lakini hali kama tulivyokuwa tumepata maelezo kutoka kwa mama yetu, hapa ni nyumbani kwake, na hatujui maskini ya Rabbi kama haya maji huko chini ndio yanaendelea kufukua au ndio nyumba hatujui.
na bahati mbaya kwa mujibu wa taarifa zinaonyesha kwamba maji bado yanaendelea kuongezeka, kwa muda mfupi yataingia maji mengine. Kubwa ni kwamba kwanza tuwaombee dua sana ndugu zetu wa Mwenyezi Mungu awape subira kutokana na hali hii, lakini pia tunawatanabahisha hawa wote wanaokaa katika maeneo haya kwamba ni vizuri wakachukua tahadhari, kwa sababu maeneo ambayo wanaoishi sasa hivi ni maeneo hatarishi kwa kiasi kikubwa, ni maeneo hatarishi. Hapa tunavyoona mpaka sasa hivi hatujui kama hayo maji huko ndani chini kwa chini yanapita. Haya, kama tunavyojionea pale, kama nyumba kama ile pale, hii zamani ilikuwa ni barabara ya mtaa, watu tulikuwa tukitumia. Hili ni eneo letu ambalo tukifanyia hadhara zetu za Maulidi kila mwaka. Leo imekuwa ndio barabara kubwa, ndio njia ya mto. Kifupi ni kwamba mto umeamua kuhama na kutafuta njia nyingine, na haukuwa na sababu kusema labda kuna watu wamechimba sehemu fulani, la, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe kaamua kuonyesha kadari yake kwamba maji ni kitu ambacho kinaweza kupita mahala popote Mungu mwenyewe atakapokuwa amekadiria kupita, basi hapo yatapita. Kwa hiyo kubwa ni kwamba ndugu zanguni, tumetoka katika eneo la awali kule tukiwa tumeangalia sehemu ambayo ndugu zetu Waislamu watakuwa wameendelea kufanyia ibada pale, na leo tumekuja kujionea hali halisi iliyopo katika msikiti wetu huu wa wilaya na mazingira yake ndio kama haya tunayoyaona. Kubwa ni kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu kwanza ndugu zetu wape subira, lakini kila yule atakayeguswa na jambo hili, basi ndugu zetu wanahitajia misaada kwa kiasi kikubwa. Hivyo tunavyomuona mama huyu, baadhi ya vitu vingi vimeshaondoka, vyakula vimeenda na maji, nguo zimeenda na maji, rasilimali alizokuwa nazo pia hata mifugo ya kuku yote yameondoka, imeenda na maji. Yoyote atakayekuwa ameona kwamba inafaa kuweza kuwasaidia ndugu zetu hawa, mwenye nacho aje Turiani awaone ndugu zetu hawa, aweze kuwasaidia kile ambacho anachoona kinafaa, akiwapa kitakuwa kimewasaidia kwa kiasi kikubwa.